Eneo la lishe ni changamoto kubwa. Sisi kama mkoa wa Mbeya pia ni moja ya mkoa ambao unazalisha chakula, lakini tuna changamoto kubwa ya lishe. Eneo la udumavu kwetu ni changamoto. Pamoja na kuwa tuna chakula kingi, lakini bado eneo la ulishaji wa chakula ni changamoto. Lakini mwongozo umetuongoza vizuri kabisa. Umetupa mlo kamili. Tunaona pale tuna makundi 6 ya vyakula ambayo tunatakiwa tuweze kuyabalance wakati tunakula. Nyinyi kama viongozi wa dini, tunaamini kabisa ni eneo mojawapo la kuunganisha afya, lishe na dini. Na hapa hatujaacha malezi na makuzi, kwa sababu hii pia ni changamoto yetu kubwa katika eneo la malezi na makuzi. Kupitia nyinyi viongozi wetu wa dini, tunaamini hili tunakwenda kulifanya tukiwa na nguvu mpya na hali mpya na kasi mpya. Utakuwa ni ujumbe ambao basi kama jamii itaupokea na kukubali, basi itakuwa ni jamii ambayo itakuwa imekaa vizuri zaidi katika hali ya kiafya. Kwa sababu tunasema hivyo, kwa sasa hivi tunapoongea jamii yetu inakabiliwa na changamoto mbalimbali za lishe. Tunasema utapiamlo. Na utapiamlo ambao unakabili jamii yetu uko kwa aina zote 3. Yaani manake kama nchi yetu tayari inakabiliwa na changamoto ya lishe pungufu, kwa mfano udumavu, ukondefu, lakini pia upungufu wa vitamini na madini. Hii tunaita njaa iliyofichika. Jamii yetu pia inakabiliwa na changamoto hiyo. Hiyo inaweza kudhihirika, kwa mfano unakuta mama wajawazito au watoto wamepungukiwa damu. Zaidi ya nusu ya mama wajawazito na watoto wana upungufu wa damu. Lakini kumbe upungufu wa damu unachangiwa na kupungukiwa kwa vitamini na madini chuma. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hiyo ni changamoto nyingine. Lakini pia sasa kuna changamoto pia ya uzito uliozidi. Hiyo tunasema utapiamlo wa lishe ya kuzidi. Kwa mfano uzito uliozidi, magonjwa yasiyoambukiza, kwa mfano kisukari, shinikizo la damu, magonjwa kama hayo. Wao viongozi wa dini tunaamini wakisema jamii itawasikia zaidi. Kwamba mwongozo unasema lishe kwa mjamzito, lishe kwa mtoto, lakini lishe kwa wazee. Sasa mimi nilikuwa nataka niongezee hapo lishe kwa wababa. Lishe kwa wababa tunasema kwamba lishe inaanza kwa baba. Baba akiitoa ile lishe anaipeleka kwa mama, mama anaipokea pale tumboni, mtoto naye anaanza kupata lishe pale tumboni kupitia yale material yaliyotoka kwa baba. Kwa hiyo kina baba tukazani kwenye lishe. Tunaanza kuwalaumu watoto wana utapiamlo, kumbe utapiamlo ulianza kwenye mbegu za baba. Mbegu za baba zilikuwa zina utapiamlo. Kwa hiyo tusilaumu kivuli na wakati mti wenyewe umepinda. Tunyoshe mti kwanza kwenye lishe bora ambaye ni baba, mama atanyoka, mtoto atanyoka, tutapata taifa bora ambalo litakuwa lina lishe sawa sawa. Tutaenda kufikisha ujumbe huu kwa nchi, hasa kwa viongozi wote wa dini. Tutafanya kazi hii kuelimisha jamii yote ili kuepusha udumavu wa lishe, hasa kwa watoto wetu, wazee na wajawazito na watu mbalimbali ambao watahitaji kunufaika na hiki kitabu.